Tanzania tuna vitongoji takriban 64,000 na mpaka sasa tumepeleka umeme kwenye vitongoji takriban 33,000. Tumebakisha takriban 30,000 na kidogo katika kufikisha umeme. Kwa tayari tumeshavuka nusu. Kulikuwa kuna vijiji takriban 4,071 vilikuwa havina umeme. Lakini leo tunafurahi kusema kwamba lile jukumu ambalo tulipewa na ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha ikifika 2025 tunamaliza habari ya kupeleka umeme kwenye makao makuu ya vijiji, tumeimaliza katika vijiji vyote, na hata katika mkoa wa Ruvuma pia kazi hiyo imefanyika. Kwa hiyo kwa sasa jitihada kubwa ambazo tunazo ni kuhakikisha tunaanza miradi ya vitongoji, na katika mkoa wetu wa Ruvuma miradi ya vitongoji inafanyika. Tunayo miradi ya ujazilizi karibia katika kila majimbo ambayo na yenyewe wakandarasi wapo site. Lakini vile vile pamoja na hiyo tumeanza kama serikali utekelezaji wa mradi wa awamu ya kwanza katika kufikisha umeme kwenye vile vitongoji 33, na tumeanza na mradi wa kupeleka umeme kwenye vitongoji 20,000, na tunategemea ndani ya miezi miwili tutaweza kuanza na vitongoji 9,000. Tutaanza kutafuta wakandarasi, na mkoa wa Ruvuma una takriban vitongoji kama 1,700 ambavyo havijafikishiwa umeme, na mkoa wa Ruvuma utapata takriban vitongoji 557. Niitoshe tu kusema kwamba serikali imejidhatiti kuhakikisha tunafikishia wananchi umeme hususan katika vitongoji. Mheshimiwa Rais amejitanabaisha na swala la nishati safi ya kupikia, na kwa kweli ni ajenda ambayo kila mmoja wetu anahusika katika kuhakikisha tunafikia mawazo na maono ya Mheshimiwa Rais ambaye anataka takriban 75% ya Watanzania wao wamefikia ifikapo 2030, na 80% tu tumefikia Watanzania wote ifikapo 2034 kupitia ule mkakati wetu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa tafiti zote ambazo tumezifanya zinaonyesha matumizi ya nishati safi ni mara rahisi kidogo kuliko hata matumizi ya zile nishati ambazo sio safi, ikiwemo mkaa pamoja na kuni. Gharama zake zinakuwa kubwa, na hata kwenye shule ambazo tayari tumeshafanya miradi hiyo takriban gharama zimepungua za matumizi mpaka 40% mpaka 30%. Na ndio maana kupitia REA tuna miradi ya kupeleka nishati safi ya kupikia tukishirikiana na Jeshi la Magereza pamoja na JKT, magereza zaidi ya 300, lakini vile vile pamoja na vituo hivi vya JKT, lakini vile vile tuna shule hizi kongwe karibia 100 na zenyewe tunazipelekea nishati safi ya kupikia. Lakini kwa sababu shule na taasisi ni nyingi, tunapenda kuona initiatives kutoka kwenye halmashauri pia kwa ajili ya kusaidia serikali kuu katika kutekeleza ajenda ya Mheshimiwa Rais ya nishati safi ya kupikia.